kwenye wizara yetu ya habari, michezo, utamaduni, ninaomba niongelee maeneo mawili tu. Moja, niongelee eneo la michezo. Daktari Samia amewekeza kwenye miundombinu takriban trilioni 1.267 kuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira na kuwatengenezea vijana mazingira mazuri zaidi ya kufanya michezo yao. Mfano tu, Mheshimiwa Spika, anakwenda kujenga uwanja wa Arusha ambao unaendelea kujengwa na umeshavidi zaidi ya 70%, takriban bilioni 338 zinatumika pale. Uwanja wa hapa Arusha ambao tayari mkataba umeshasainiwa na mkandarasi ameshalipwa bilioni 55 wenye gharama takriban ya bilioni 366. Mheshimiwa Spika, kama vile itoshi, Daktari Samia anajenga viwanja vya mazoezi kwa maana ya mashindano ya AFCON kuruhusu mataifa mengine kufanya mazoezi yao ndani ya nchi yetu, takriban ya thamani ya bilioni 51. Mheshimiwa Spika, kama vile itoshi, anafanya ukarabati wa uwanja wetu wa Mkapa takriban bilioni 31. Anafanya ukarabati wa uwanja wetu wa Uhuru takriban bilioni 19. Daktari Samia amezamilia kubadilisha na kujenga miundombinu si tu kwa ajili ya kizazi chetu bali kizazi kijacho. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kutoa rai. Ninafahamu miradi hii inasimamiwa na iko chini ya wizara yetu. Wakandarasi wote wanaosimamia na kujenga miradi hii, ninawaomba kwa unyenyekevu mkubwa mfanye kazi yenu kwa mujibu wa mkataba. Viwanja hivi tunavihitaji vikamilike kabla ya mashindano ya AFCON. Viwanja hivi vitabeba sura ya taifa letu, kuliweka kwenye ramani ya dunia kwa namna ya jinsi ndoto ya Daktari Samia alivyotaka. Sitakuwa na uwezo wa kumvumilia mtu yoyote yule atakayekuwa mzembe, atakayeshindwa kukamilisha miradi hii kama ambavyo mikataba inavyotaka. Mheshimiwa Spika, tunafahamu ya kwamba vijana katika nchi yetu wako wengi na kwa muda mrefu wamekuwa na ndoto kubwa, sio kwenye michezo, sio kwenye filamu, sio kwenye baskeli kwa maana ya riadha, kwa maana ya Olimpiki. Kila kijana ndoto yake, lakini kwenye wizara yetu tumebaini ya kwamba vijana wengi pia wamekuwa na uwezo mkubwa wa kujipatia fedha kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Spika, kwa mapenzi makubwa Daktari Samia ndani ya siku zake 100 alisema ataweka mpango wa kuwezesha vijana. Kwetu tayari ameshatoa bilioni 2 kwa ajili ya content creator ambao vijana hawa watazitumia kwa malengo mapana ya kujipatia pesa. Ninao heshima Mheshimiwa Spika, mbele ya bunge lako tukufu, kuarifu waheshimiwa wabunge ya kwamba tayari leo tumetoa tangazo kama wizara, kijana yoyote aliko kokote kule ndani ya nchi ya Tanzania mwenye kipaji chake, alikuwa anahangaika kutimiza ndoto yake kwa kutumia simu, wakati mwingine hata haina uwezo, fedha za Daktari Samia ameshazitoa, tunazo. Tumewataka waende kwenye halmashauri kwa maafisa habari wakajiandikishe, tuweke utaratibu wa kuwawezesha ili vijana hawa wawe mabilionea kupitia taaluma yao. Tatolea mfano mdogo tu Mheshimiwa Spika. Yupo kijana mmoja anaitwa Ndalo. Yeye ni mchekeshaji. Anatengeneza content zake kupitia simu zake, ameweza kuajiri vijana 20 na yeye kwa mwezi anaingia sio chini ya milioni 17 kwa kazi hii anayofanya ya kutengeneza maudhui. Tumeona tuwashike mkono kwa niaba ya Daktari Samia kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata fursa hiyo. Mheshimiwa Spika, niruhusu niwapongeze Taifa Star. Timu yetu ya taifa imetupa heshima kubwa tangu mashindano haya ya AFCON yaanze mwaka 1957 kama siyakosea. Tanzania tuliingia kwenye mashindano mara 4, mwaka 1980, mwaka 2019, 2023. Kwa mara ya kwanza 2025 nchini Morocco, Tanzania ilivunja rekodi kwa kuingia katika 16 bora na kufuzu kwenye matamanio ya Watanzania walio wengi. Mheshimiwa Spika, niomba kutumia fursa hii kuwaomba waheshimiwa wabunge. Tunatamani kuwa na mifumo ya kuandaa vijana katika umri mdogo walioko mashuleni wapate fursa ya kutumia nafasi ambayo Mungu amewapa ya vipaji vyao. Ushirikiano wenu waheshimiwa wabunge ni muhimu kwa kuwa Daktari Samia amelizia kujenga shule 56 za mfano kwa ajili ya kuanza kuwatengeneza vijana watakaofanya vizuri.
Lakini niombe kutumia rai hii, Mheshimiwa Spika, kuwaomba wakuu wa mikoa, na nimemsikia vizuri Mheshimiwa Waziri hapa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais na waziri wetu mkuu ameyatoa mara kwa mara. Niwaombe wakuu wa mikoa, kila mkoa tuwe na timu ya mkoa. Tunapokuwa na timu ya mkoa, tunachechua na kuwatengenezea mazingira mazuri vijana. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, tunayo mashirika ya umma. Tungeyaomba pia mashirika haya yamiliki timu za mpira. Shirika kama la reli likiwa na timu yake ya mpira litaongeza hamasa pia. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Spika, ninaomba sana tuhakikisha kwamba watu wanashiriki. Naona kengele imegonga, sijui kama ni mara ya pili, lakini nahisi itakuwa ni ya mara ya kwanza. Naomba kumalizia kwa maneno haya, Mheshimiwa Spika. Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni binadamu mwenye nyama, na hakuna mtu mzima popote pale duniani anayependa kila mara kunyoshewa kidole wakati ana masikio. Tumwache Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, afanye kazi aliyo hapa. Maneno matakatifu katika kitabu cha Zaburi sura ya 122 ile sura mstari wa 6 mpaka wa 8. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya nyumba yako. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nawe. Mheshimiwa Spika, amani ndio msingi wa kila kitu. Niwaombe watu wote, hawawezi kufanikiwa kwenye taifa unalolaani. Hakuna laana inayoweza kubadilika kwa mafanikio. Tuliombea amani taifa yetu, tulilinda taifa letu, na tuhakikisha kwamba tunamlinda Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, niombe tena kusema asante kwa kunipa nafasi, na niwakaribishe wananchi wote na wabunge kuja Arusha, kwa sababu ukitaka kula maisha mazuri njoo Arusha.